kwanza ni hili: kanisa la awali lilikatisha tamaa umasikini. Unanisikia? Lakini this church discouraged poverty. Ndio maana walihakikisha hakuna aliyemhitaji. Sasa angalia vizuri jambo hili ili uone jinsi linavyokuwa. Yaani ukiona kanisa lina uchungu kuona hakuna mhitaji, na akiwepo akili zao, mali walizonazo, elimu walionayo, wanahakikisha hawezi kuwa mhitaji, na halafu ni sehemu ya mwili wa Kristo. Hiyo kwao ilikuwa marufuku. Kanisa hili Biblia inaeleza hivi: hakuna aliyekuwa mhitaji. Ndio maana nasema hii ni radical generosity. Hii ni ukarimu ambao ni radical. Hakuna muumini ambaye alijua fulani analala njaa. Hakuna, imradi amejua ilikuwa ni kosa la kufisha. Kwa nini? Atauza shamba, atauza gari, atauza nyumba. Waliokuwa na zile extra, wana mashamba kadhaa, wanazo nyumba kadhaa, waliziuza wakaleta kwenye uongozi miguuni pa mitume. Na ndio maana watu wanaotaka leo mpaka wazee wawafikie, wawapambe, unajua ni mtu wa muhimu, tuna ujenzi wa kanisa na tujieleze kwao. Hicho hakipo kwenye Biblia. Tunawafanya wazee wa kanisa na wachungaji kama watu wanaotoza kodi. Hawa sio watu wa TRA. Unajua mzee tukimpelekea mchungaji, tukampelekea yule mzee, unajua yule mtu ana mtu wa Mungu, yule ana mali, ila sasa ni mpaka wa mtu wamfuate. Jiepushe na hicho kitu. Narudia, jiepushe na hicho kitu. Ukiona uongozi mpaka wakufate ndipo utoe, ole wa mbingu. Maana yake wewe ni marehemu, kwa sababu haujui chochote, hauoni, macho yashafumba, masikio hayasikii matangazo, hayajui mipango ya kanisa. Kwa hiyo unasali pale kama kibudu. Wanaeleza jamani, tuna mikutano, kunapeleka effort, inahitajika mabati, inahitajika tujenge hiki, inahitajika hiki na kile. Yaani wewe unasikiaga kabisa, na wanaeleza havijatosha, na unataka wabishe hodi mpaka wakusimulie, halafu useme ngoja tutakaa na mama. Ujue kwa kuna Roho Mtakatifu, na kama hiyo ndio maisha matangazo tunajaribu. Ikiwa matangazo hayatoshi, maufafanuzi uongozi kuhusu ajenda na hitaji la kanisa haitoshi kwangu, hii ni hatari. Na nimefurahi sana kusikia watu wakizota kwamba hata shukrani kwa makambi na majukumu ya kutengeneza mikutano watu wakakae wenyewe halafu wafanye wenyewe. Maana unajua saa nyingine, unajua wamenipa goli kubwa, wamenionaje mimi? Sasa kakae wewe. Na hakuna mtego kama ule ambao Yesu ameuleta mbele yako, kwa sababu ndio swala maalum ambao litaonyesha wewe umekomaa, unaelewa maana yake ni nini. Wewe unajua mimi peke yangu, tuko watu wengi. Nilikwambia sibabaishi wengi, huenda hawana ajenda ya kwenda. Yesu wakati anakuokoa aliwakuta mkiwa nao hao. Kuna yoyote wakati Yesu anamfikia mlikuwa kitimu fulani za Yesu, kwa hiyo mkaja kama timu? Kila mtu alikutwa kivyake, alikutwa kivyake, kila mtu alikutwa kivyake. Kwa hivyo ni nini maana yake? Sikiliza hitaji la Bwana. Hitaji la Bwana ni hitaji la watu wake. Ndio maana anaeleza walihakikisha wanapiga marufuku uhitaji ndani ya kanisa. Hii maana yake walihakikisha wanawawezesha waumini, na wale ambao walikuwa hawajafikia hatua hiyo hawawezi kula, wanalala, wakati washiriki wenzao wale ambao wameitwa kwa damu ya Yesu wanapata shida. Hii ni radical generosity. Mungu anataka tujue, tukifika hapo ndipo nasema hilo ndio kanisa.
Hilo ndio kanisa, vinginevyo ni virabu, ni vyama kama vya mchezo ya mipira, vyama kama vya wapenda nao, vyama kama vya wavuta bangi, kama vipo. Lakini ukiona ya kwamba wewe ni mimi, maana yake koinonia ni hivi: nilicho nacho mimi ni kwa ajili ya Bwana. Kwa hivyo siwezi nikafurahia ikiwa kuna moja anapata shida. Kwa hiyo wali discourage poverty, na bado hawakukanusha utajiri. Lile kanisa lilikuwa na watu wote, wenye viwanja na wenye majumba na wengine ambao wakati wanakutwa na injili hali yao haikuwa nzuri, na kwa sababu pia Yerusalemu ilikuwa ni mji wa kibiashara, business city, na hao wanafunzi wa Yesu na wengine wakazi wale walikuwa ni nje ya mji, wanapomngojea Yesu siku 10, agizo lake na huduma za kuhubiri pale ndani, hiki na kile. Maana yake unaweza ukaelewa. Lakini Yerusalemu ilikumbwa na matukio ya njaa mara kadhaa, mwaka wa 25, mwaka wa 29. Hata yule nabii anaitwa Agabo na binti zake 4 aliyetabiri Yerusalemu na njaa, mpaka mitume wanamwambia Paulo, unapoenda huko tafadhali usisahau kuambia watu wa Mungu kwa ajili ya waumini wenzetu ambao njaa imeikumba Yerusalemu. Na Paulo anaandika, anasema nilikuwa mwaminifu to correct kwa ajili ya watu wa Mungu walioko Yerusalemu. Sisi tunalala kabisa, mwingine anakufa njaa na ni mshiriki koinonia, na hata una shida kabisa, unamuona hivyo hivyo. Anasema hapana, hawa watu walichukia uhitaji, kwa hivyo walitoa mawazo, walimuwezesha, lakini kabla hajafikia walihakikisha wanaleta, wanaenda wanauza, wanaleta kwenye leadership, na waafu kanisa linagawa kwa wahitaji. Hili ni kanisa ambalo tabia yake iko juu, na hiyo usisahau, hiyo haitengenezeki yenyewe, hiyo inaletwa na Roho Mtakatifu. Ukiona wengine wanapata shida, wewe bado hauoni shida yoyote, maana yake kilichopungua pale ni yule Mtakatifu. Usitake kutafuta mchawi, nisitafute mchawi. Hivi unajua utoaji wa namna hii is very risky. Utoaji wa namna hii ni kama hatarishi, kwa sababu hiki unachotoa unampatia kanisa, ili kanisa lije iligawe kwa watu wake ambao linawajua tunawahitaji. Ndio maana leo hata kanisa haliwezi kusoma, jamani, tuna wahitaji 3 ama 4. Uhitaji wenyewe unahitaji moja, unahitaji godoro, unahitaji kitanda. Uhitaji ulioko pale ni hitaji kwa ajili ya kwenda hospitalini matibabu. Lakini unashangaa paka mtu anasema mtuambie ni nani, mpaka tujue kwanza ni nani. Ukiona hiyo lugha hiyo na wanaozungumza ni uongozi, hivyo unatafuta wakutangazie kweli. Una ajenda ipi? Ikiwa wanaopaswa kutangaza kuna hitaji hili ni uongozi, wewe unataka uwafahamu kwa ajabu lipi? Biblia inaeleza walipokuona kuna uhitaji, walileta wakaweka kwenye miguu ya nani? Ya mitume. Halafu ndipo taratibu unawekwa, waongozi wa kanisa, wahitaji wanapewa. Haikuwa matangazo, Semba ana uhitaji huu, fulani ana uhitaji huu. Kwa hiyo jamani, unapoenda upite mumuone. Nisikizeni wazee wa kanisa, hakuna kitu hatari kama kile kutaja watu walio kwenye changamoto na wanatangaziwa kwa watu. Sisi ndio tunaweka nafasi ya ibilisi kuharibu. Au unajua tulienda pale nyumbani, mtu wa Mungu analala tu kwenye hata chakula hana, halafu anatajwa ni nani? Usimwone mtu wa Mungu anajitahidi, huyu Semba jamani, anakula mlo mmoja kwa siku 2. Ni hapo naamsha usikivu wa kanisa. Unadhani unajenga, lakini unaharibu. Uongozi wameshajua Semba anakula mlo mmoja kwa siku 2, ama anapolala maeneo anakokaa hali iko namna ile. Uongozi ni kuja, jamani, kuna wenzetu wana uhitaji. Uhitaji unaohitajika mwenye godoro, mwenye hiki na hiki hapa, halafu wenye navyo wataleta. Ni tofauti na mwenye anaumwa, ni tofauti.
na aliyefiwa. Kwa hiyo anasema hii ni jukumu ambalo ni hatarishi. Kwa sababu gani? Kutoa. Koinonia iko hivi, unatoa, unashare. Maana yake nilivyo navyo ni vyetu, ukiwa na haja nina share. Kwa hiyo komunismu anasema ulivyo navyo ni vyetu, nikitaka nachukua. Koinonia inasema nilivyo navyo ni vyetu, ukiwa na uhitaji tutashare. Maana yake mzizi umejengwa kwa aliye nacho atoe kwa hiari. Kanisa alisemi hivi kwenye koinonia kwamba aliye nacho aje kwa huyu. Bwana, unajua mimi, sisi wote ni shirika, unajua kwa hiyo na Biblia, kwa hiyo na nini, nipatie hiyo. Sio huyu aseme, sio huyu. Huyu akisema, maana yake hiyo ni komunism. Hiyo maana yake ni huyu kwamba nilicho nacho ni cha kwetu wote. Kwa hiyo ikitokea kuna uhitaji nitashare. Ndicho kinachozungumzwa. Na kwa sababu hiyo ni mpaka Roho Mtakatifu, kwa sababu unaposhare hautazamiwi kupokea baadaye wakurudishie. Hawa hawawezi kupokea maharage halafu waje wakurudishie wewe nini? Maharage. Hiyo haitakuwa koinonia, hiyo itakuwa ni uwekezaji. Mnanisikia? Ikiwa tunatoa ili baadaye na mimi aje nirudishie, ni uwekezaji. Biblia haisemi uwekezaji. Biblia inazungumzia kushare, yani tunashirika wote. Nilivyopewa navyo mimi ni shirika. Kwa hiyo ikitokea mmoja ni mhitaji na kwenda kuvichukua, nauza, kanisa linafanya. Na ndio maana narudia mpaka dakika hii, ndio maana hata harusi zetu, kwa sababu ni uwekezaji. Nimesemaje? Uwekezaji. Halafu nasema tunajaliana, kanisa ni uwekezaji tu. Ndio maana wanaotoa kadi na zile mchango ya harusi ni ili kesho nimewekeza 2028 mwanangu anaoa, nitapeleka chombo. Usifikiri wanafanya hawajui, ni uwekezaji. Na ndio maana kama na wewe ulikuwa hujawekwa uwekezea, hautapata kadi. Na kwa sababu ni uwekezaji, lazima wote wanaowekeza wana vikao vyao sehemu maalum, waende kwenye ukumbi. Wawekezaji. Halafu anasema ni koinonia. Ikiwa kwenye kuoa na kuolewa hawa waumini huwataki, una wale wadafiki zako maalum mnaokula kuku kwa murija, tutakusubiri wakati wa kwenye jeneza tukuchungulie. Kama hiyo ni koinonia unaifanya, tunatazamia wewe utafute hela zako, uchukue ile ukumbi, halafu ulete waumini wote. Haleluya, haleluya. Nitasema mpaka nimelala kaburini. Hakuna uchafu na upagani kama huu. Unavunja moyo sana kanisa. Halafu ndio hao mashemasi wanaokuja wanaandaa meza ya Bwana, unaokota kipande cha mkate, unachukua kikombe. Halafu leo kwenye tukio ambao bwana harusi anawakishwa kwao, leo unaenda ukumbi pi na kadi maalum. Basi toa kwa kila muumini, mpaka wazee waseme jamani bado zipo kadi. Halafu usafiri, kuna basi vyameandaliwa, usafiri upo na kadi zipo. Tukusikie ufanye hivyo, ndio tujue ya kwamba na wewe umetafuta tu venyu, ila moyo wako ni koinonia. Usipofanya hivyo, inadhihirisha wazi hapa kuna uchafu unaendelea. Sio hilo kanisa la mitume lilikuwa tofauti, mpaka watoto walikorogwa hapo, wengine wakapewa bereko waende nao nyumbani. Hili kanisa likifika hapo, unaweza ukasema hapo Yesu anaongoza. It's very risky to share, kwa sababu it will never come back. Na kwa kuwa sisi akili zetu ni uwekezaji, na tunafikiri uwekezaji ndio Ukristo ndani ya kanisa, unampatia yule ambaye atakupatia, ila yule ambaye unajua hatakupatia shauri zake, alafu tunasema tuwakarimu, unajua hiki na kile. Hii Biblia inachoeleza koinonia, radical generosity.
umoja unaosemwa unaotokana na Yesu Kristo hauangalii namba ya waumini. Does not count the size. Kwamba tukiwa wachache tunajaliana, tunakoinonia. Koinonia haijali waumini ni elfu ngapi. Niwape mfano. Matendo 1 sura ya 15 walikuwa 120. Matendo sura ya 2 ile aya ya 41 wakabatizwa 3000. Bado unaiona koinonia. Halafu Matendo sura ile ya 2 aya ya 47 Mungu analisha kanisa lake kila siku wanaoongolewa. Matendo sura ya 4 aya ya 4 wanaume pekee waliobatizwa 5000. Halafu ndipo Petro Luka anasema bado walikuwa wanahakikisha hapo umasikini hauwezi kudhalilisha watu wa Bwana. Aliye nacho tajiri na nini. Kanisa halijawahi kusema kuwa na mali nyingi ni dhambi. Badala yake nafasi ikifika ya walio nacho ndio nafasi ya kuinua utu wa watu wa Mungu. Ndio maana wanatajwa akina Yusufu Barnabas, mwana wa faraja, alikuwa ni miongoni wa waumini waliokuwa na mali. Ndio maana sura ya 5 inamtaja huyu anaitwa Anania na Safira, walikuwa na waumini waliokuwa mmojawapo wa mali. Kwa hiyo Luka anatuandaa kwa sura inayofuata. Ndio maana mtaja huyu Barnaba ambaye aliuza akaleta, anajulikana kama mwana wa faraja, ili kesho uingie sura ya 5 ukutana na Anania na Safira ambaye alishindwa kushare, alishindwa kwenye koinonio. Ndio maana aliposhindwa kufanya hivyo na huku anajifanya kwamba na yeye ana koinonio, unafiki wa namna hiyo haukubariki na Roho Mtakatifu. He died instantly. Sikiliza ndugu zangu, alikufa na mke wake exactly instantly, kwa sababu alifanya unafiki wa kujifanya na yeye ni mwana koinonio, wakati ni mtu ambaye anawekeza. Alipiga akili, nikitoa hazirudi, na kwa sababu hazirudi toa kidogo, tofauti na kile ambacho nilikuwa nimeahidi. Petro akasema usicheze na Roho Mtakatifu, ulipaswa ukae tu hivyo kimya, huwezi kulichafua kanisa la Bwana. Mungu anijalie. Halafu ndipo Biblia inaeleza walitoa kwa nguvu.